Okay, na mpenzi mtazamaji wa chaneli bila shaka uko buheri wa afya tele. Ni muda mwingine tena tunakutana live moja kwa moja katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, YouTube na TikTok, ambapo utaweza kufollow, kulike na kushare na mambo yanakuwa safi kabisa. Kwa ufupi, siku leo tunao maafisa kutoka kwenye ofisi za halmashauri ndani ya manispaa ya Bukoba mkoani Kagera. Hao ni maafisa biashara kama watakavyotamsha majina yao. Kilengo kupata wajue mambo mengi ndani ya biashara siku leo. Msikilizaji, nina imani kwamba leo utakula chakula cha biashara au mtazamaji utakula chakula cha biashara katika kipindi hiki ambacho tunacho. Ambatarami kwanza mwanzo hadi mwisho. Mimi ni Livinus Karoli, lakini pia nyuma ya kamera naye Mr. Jackson Philbert. Lengo ni kuhakikisha kwamba unayajua mengi sana. Labda tuanze kusikia majina yao kwa ufupi na wanaotokea maeneo gani. Naam, karibu sana. Asante. Naitwa Emmanuel Ponela, ni mchumi kutoka idara ya viwanda, biashara na uwekezaji ndani ya halmashauri ya manispaa ya Bukoba. Safi kabisa. Karibu sana katika upande wangu mimi. Nashukuru sana. Mimi naitwa Amosi Natumwa, ni afisa biashara kutoka manispaa halmashauri ya manispaa ya Bukoba, idara ya viwanda, biashara na uwekezaji. Safi kabisa. Naam, tuanze kwako Mr. Mponela, bila shaka Ponela, tuzungumzie kidogo maana ya leseni, labda tuanzie hapo kwanza kabla ya katika upande mwingine. Asante. Kwa lugha rahisi kabisa, leseni ni kibali. Kibali cha biashara anachopewa mfanyabiashara. Aidha biashara hii inaendeshwa katika muundo wa individual ama kampuni. Individual kwa maana ya mtu binafsi, ama kampuni kwa maana ya watu wawili na kuendelea. Kwa ili kuweza kuendesha biashara yako ni lazima uwe na hiki kibali cha kisheria. Okay. Sasa kwa kuongezea hapo labda kidogo fupi. Kama alivyosema mwenzangu, ni kibali cha kufanya biashara ndani ya mipaka fulani. Kwa hiyo inakupa uhalali wewe kutambulika kama ni mfanya biashara na uhalali wa kuendesha shughuli zako katika mipaka fulani. Kwa hiyo kwa eneo letu hapa ni ndani ya manispaa ya Bukoba, ndani ya kata zake 14 na mitaa yake 66. Safi kabisa. Sawa. Sasa tuanzie hapo kidogo kwa ufupi labda kabla ya mchakato wa kutafuta leseni. Tunatamani kufahamu kidogo angalau faida kwanza. Tuanze kwa faida kidogo. Kwa sababu kuna faida ambazo zinapatikana kabla ya mchakato. Naam. Kwa mfanyabiashara pale tu anapofanikiwa kuwa na leseni ya biashara, ziko faida nyingi ambazo atazipata. Faida ya kwanza, atapata nafasi ya kutambulika kisheria. Unajua, unapotambulika kisheria, faida nyingine moja kubwa, kwanza hata mamlaka zenyewe zinaweza kukuweka wewe kwenye kanzidata yake. Kwa hata kama patatokea maboresho yoyote ya miundombinu za wafanyabiashara, maana wewe lazima utapewa kipaumbele kwa sababu wewe tayari unatambulika na upo kwenye kanzidata ya mamlaka husika. Lakini faida ya pili, ukisha kuwa rasmi kama hivyo, unaweza kukuza mtaji wako kupitia taasisi mbalimbali za kifedha ikiwemo mabenki. Kwa hiyo unaweza kuongeza mtaji wako kwa kuomba mikopo. Yes, lakini faida nyingine ya tatu, inakuepusha na changamoto mbalimbali zinazoweza kujitokeza, kwa sababu tunafahamu kama utaendesha biashara bila kuwa na leseni, maana yake unaweza ukakabiliwa na adhabu mbalimbali ikiwemo faini kwa maana ya fedha, utapoteza fedha zako, kusitishiwa biashara, bado utapoteza fedha na muda, lakini pia inaweza kaenda mbali zaidi ukafikishwa hata mahakamani kwa ajili ya adhabu zaidi. Kwa kifupi ni hivyo. Hizo ndizo ambazo faida ambazo mtu atazipata kama atakuwa na leseni ya biashara. Atajiepusha na changamoto mbalimbali. Sasa tuende katika mchakato sasa kutafuta leseni. Ili kupata leseni ya biashara, leseni ya biashara zinazotolewa na halmashauri zinatolewa kupitia mfumo unaojulikana kama Tausi Poto. Yes, Tausi Poto huu ni mfumo unaomwezesha mfanyabiashara kuomba leseni ya biashara, na huu mfumo kwa lugha ya kimombo tunasema self service. Yaani una nafasi ya kuingia wewe mwenyewe kwenye mfumo, ukaomba leseni unayoitaka, afisa akapitia viambato ulivyoviweka na akaidhinisha ama akakataa. Naam. Sasa huu mfumo wa Tausi Poto unachoweza kukifanya, cha kwanza unatakiwa uwe na mambo kadhaa, ikiwemo uwe na NIDA, uwe na mtandao wa internet, uwe na kifaa sasa kinachopokea hiyo internet, sio labda ni kompyuta mpakato ama kompyuta kwa maana desktop, uwe na simu yako yenye hiyo access ya internet. Lakini jambo jingine, uwe na TIN, namba ya mlipa kodi inayotolewa na mamlaka ya mapato
Tanzania. Yes, lakini jambo jingine ni lazima uwe na viambata mbalimbali vinavyohitajika kulingana na aina ya leseni unayoiomba, kwa sababu leseni ziko za aina nyingi sana na zinatofautiana. Ziko leseni ambazo zinakuhitaji wewe uwe na ithibati mbalimbali zinazotolewa na mamlaka. Kwa mfano, labda watu wanauza mbao, ni lazima wawe na vyeti vinavyotoka mali asili. Watu wanauza dawa za binadamu, lazima wawe na vyeti vinavyotoka bodi za Farmers Council na kadhalika. Lakini viambata kingine muhimu sana ni tax clearance kutoka TRA, inayokuonyesha kwamba wewe tayari umesha clear kodi zako kutoka mamlaka ya mapato. Naam. Kwa ukishamaliza kwa navyo hivyo, hatua inayofuata sasa ni kujisajili. Kujisajili kwa kutumia NIDA yako, ambapo NIDA yako ndio itatumika kama neno la kuingilia, yaani kwa maana ya username, lakini pia neno la siri ambalo hiyo password utaweza kuitengeneza pale, password ambayo unaitaka wewe, ambayo ni rahisi, utaweza kuikumbuka wewe mwenyewe. Kwa baada ya pale utafuata taratibu za kuomba leseni na kuchagua leseni kwenye mfumo kulingana na uhitaji wako. Yes, kwa mfumo huu ni rafiki, ni rahisi, mtu yote anaweza kutumia kwa sababu mfumo unamuongoza na unajieleza kabisa. Lakini njia nyingine ambayo anaweza kaitumia ni kufika ofisini, kwa sababu milango iko wazi kwa saa zote za kazi. Yes, unaweza kufika ofisini na tutakuhudumia vizuri kabisa bila tatizo lolote. Lakini wapo pia watu ambao wanazitoa hizo huduma kwenye kwa mfano stationaries. Wewe mwenyewe unaweza kujihudumia ukiwa ofisini kwako na sehemu nyingine yoyote. Kwa hiyo karibuni sana. Kumbe walikuwa vibarata watu stationaries ndio wanahudumia. Yes, kwa sababu ule mfumo unafikiwa na mtu yoyote. Kwa watu pia imekuwa ni fursa pia kwa wafanyabiashara mbalimbali kuingia kwenye fursa hiyo. Wamechangamkia fursa, wamejifunza na wameujua mfumo na wanaweza kuutumia. Kwa watu wanajiingizia kipato kupitia hayo maombi wanayoyafanya. Yes. Naam, mtazamaji wa channel kama unavyoendelea kuyapata, tupo na maafisa ni maafisa biashara ndani ya Manispaa ya Bukoba, lakini pia unaendelea kuyapata mengi sana katika upande wa mkoa wa Kagera kwa ujumla. Labda tukikika katika upande wako, nadhani kwa ufupi na wewe tuende yale ambayo unaweza kuyagusia kwa ufupi. Mr. Amos Natumwa, karibu. Asante. Kama mwenzangu ametoka kuelezea hapo kwenye dhana nzima ya leseni na faida zake na jinsi ya kupata, basi mimi nitaenda kwenye maeneo yaliyobakia. Moja wapo ikiwa ni ada ya leseni kwa mujibu wa sheria. Kumbuke kwamba sisi kama watendaji tumekasimishwa majukumu ya kusimamia sheria, na pia mwananchi pia anawajibika pia kuzifuata hizo sheria. Kwa hiyo bei za leseni zimepangwa kwa mujibu wa sheria ya fedha mwaka 2014 pamoja na sheria ya fedha mwaka 2023. Pale kuna jedwali ambalo limeainisha aina ya biashara na ada ambayo inapaswa kulipa. Sasa hapa tuna makundi manne. Tuna kundi la kwanza ni la bar. Kundi la pili ni la grocery. Kundi la tatu ni wanaouza jumla, lakini kundi la 4 wanauza pombe za kienyeji. Wote wanapaswa kuwa na leseni za biashara kwa mujibu wa sheria. Sasa wao wana masharti yake tofauti. Moja, mtu kama wa bar anafanya biashara ya bar anapaswa kuanza biashara yake nje ya masaa ya kazi mpaka saa 6 usiku. Kama anataka kufanya zaidi ya hapo, kuna utaratibu anatakiwa ufuate. Anaweza kaomba kuongezewa muda kwa mamlaka. Kwa atajadiliwa, ataenda kukagua, kama inafaa atapewa hicho kibali. Lakini pia pamoja na masharti mengine, mtu wa grocery yeye tunasema ile grocery ni duka. Anakwenda pale kununua, mteja anaenda kupata kilaji huko anapoona panafaa. Akai pale. Ukiangalia leseni yao imeandikwa retail off. Kwenye mabano imefungiwa off, maana hakuna mtu anayekaa. Ile ya bar imeandikwa retail on, maana watu wanakaa. Kwa hiyo kama utaweka kiti watu wakae hata kimoja hivyo viwili bila kujali ukubwa wa biashara yako, basi hiyo ni bar. Na kama unafunga nje masaa ya kazi. Kwa kama ni grocery, maana tunategemea ufungue kama duka mengine yanavyofunguliwa. Asubuhi jua likizama ufunge. Ukikutwa watu wamekaa zaidi ya masaa yale, maana yake moja, umevunja sheria, unafanya kinyume na leseni yako. Lakini mbili, hiyo leseni maana yake utakuwa pengine labda umedanganya. Kwa hiyo kuna mamlaka nyingine wanaopita kukagua ni wengi, sio sisi wa manispaa, mpaka vyombo vya ulinzi na usalama vinapita. Kwa hiyo
watachukua kwa mujibu wa sheria na maelekezo na miongozo ambayo wao wameapa kuilinda. Kwa hiyo ni rai waweze kuifuata, lakini leseni za vileo zina masharti yake, unaona, ambayo anatakiwa ukiomba na ukapitishiwa ukapewa, basi kama mfanyabiashara unatakiwa uyafuate. Yako 9 na imeandikwa pia kwenye leseni yao. Naomba kwa faida wa watazamaji wako niweze kuyasoma. Moja, wahudumu wanatakiwa wasiwe na umri chini ya miaka 18. Ndio. Kwa hiyo chini ya miaka 18 tunajua sheria yetu ni mtoto. Kwa hiyo mtoto tutategemea tumuone kwenye hayo maeneo. 2, utawajibika kuzuia watoto kutumia vileo. Kwa hiyo wewe ambaye upo pale usimuuzie mtoto kilevi. Okay. Ni kosa kisheria. Hata matangazo yao unasikia hairuhusiwi chini ya miaka 18. Kunya kistaarabu je? 3, utawajibika kuzuia michezo ya kamari katika eneo lako la biashara. Kamari ina sheria yake. Okay. Kwa hiyo kama anafanya atakiwa afuate hiyo sheria, lakini sio kwa ajili ya leseni hii aliyopewa. 4, maduka ya pombe kwenye mabano grocery hayataruhusiwa kunywesha vileo eneo la duka kama nilivyokuwa nimesema hapo mwanzo. Okay. Ananunua naenda. Kwenye mabano imeandikwa hapa mauzo yote ni take away. Kama unaenda kununua sukari sinyoi chai pale, naenda kuunga nyumbani. Hivyo hivyo. 5, biashara za ukahaba zisifanyike katika eneo la biashara. Ile biashara kongwe kuliko zote duniani isifanyike. Sawa. 6, pamoja na masharti mengine ya biashara za vileo kwa mujibu wa sheria, yeyote atakayevunja masharti haya atafungiwa biashara na ikilazimika atachukuliwa hatua nyingine za kisheria ukivunja masharti hayo ya juu. 7, kwamba utafuata sheria ya leseni za vileo ya mwaka 1968 namba 28 na marekebisho yake. Lazima yafuate. 8, kwamba hautauza huduma za bidhaa ambazo hazizingatii viwango vya ubora vilivyowekwa na vyombo vinavyohusika kisheria, vilivyoisha muda wake au ambao vimekatazwa visiwe mahala pake. 9, kwamba leseni hii inaweza kunyang'anywa wakati wowote ikiwa itaonekana kwamba uliipata kwa udanganyifu au umekiuka masharti ya leseni hii. Sawa? Kwa hiyo yamewekwa hapo vizuri na yamewekwa ili wakumbuke. Sawa? Kwa hiyo hilo ndio kitu jambo la kuzingatia. Na la mwisho kwenye leseni za vileo yenyewe na vipindi vya miezi 6, sio kama leseni ya biashara za kawaida. Ambacho kipindi cha kwanza kinaanza tarehe 1 mwezi wa 10, kinaisha tarehe 31 mwezi wa 3. Kipindi cha pili kinaanza tarehe 1 mwezi wa 4, kinaisha tarehe 30 mwezi wa 9. Ambayo ile miezi iko fixed. Yaani muda wa kuisha unafanana. Muda wa kuomba unaweza usifanane. Kila mtu akaomba kwa nafasi yake. Lakini muda wa kuisha unafanana. Kwa hiyo zote zitakoma tarehe 31 mwezi wa 3, lakini pia zote zitakoma tarehe 30 mwezi wa 9. Zote. Sawa, tunashukuru sana. Asante sana. Na tunashukuru sana. Na msikilizaji mtazamaji, mimi nishukuru sana kwa hii elimu ambayo umeitoa, umeipata bila shaka. Tulikuwa naye Amos Natumwa, huyu ni afisa biashara ndani ya Manispaa ya Bukoba, lakini pia tulikuwa naye Mr. Emmanuel Ponera na mwenyewe ni mchumi wa halmashauri ya Manispaa ya Bukoba mkoani Kagera. Bila shaka hapa tunasema tunaweka nukta, lakini pia tukushukuru sana ambao umetazama nasi, lakini pia asante sana ambaye wewe umesubscribe, lakini umeshare na kulike na comment katika account zetu tulizonazo ndani ya channel hii. Bana, mimi naitwa Livinus Karoli, lakini pia nyuma ya kamera nilikuwa na Mr. Jackson Freebet. Tukutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa. Tunasema asante na bye bye.